الله تعالى وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمد الشاكرين لنعمه المثنين له القابلين عليه، لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المتلازمان على سيد الوجود محمد، رحمة الله المهداة للعالمين، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط الله المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، baadakum shukuru alhaq subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma na amani kipenzi chake na kipenzi chetu bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kwa mara nyingine tunamshukuru alhaq subhanahu wa ta'ala aliyetuwezesha kuipata Ijumaa ya pili katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Alhamdulillah wa kullu alhamdulillah. Ikhwata al-iman wal islam, alhaq subhanahu wa ta'ala anatuambia katika al-Qur'an al-Karim, alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wama nazala min al-haq. Hii ndio tarjama ya khutba yetu ya leo. Alam ya'ni lilladhina amanu, je bado haijawafikia wale waumini an takhsha'a qulubuhum, nyoyo zao kuwa na khushu' na unyenyekevu, li dhikrillah, kwa kutajwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kwa kukumbushwa maneno yake, wama nazala min alhaq, na yale haki ambayo kwamba ameyateremsha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Tukisoma al-Qur'an al-Karim, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika khitabati zake anakuwa na tanawu ndani yake. Mara nyingine Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hukhutubia akili, akakwambia falyanzuril insanu ila ta'ami afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat, angalie mwanadamu chakula chake, angalieni ngamia namna alivyoumbwa. Angalia pale ni khitabu ya akili, utumia akili yako katika nini? Kuangalia maumbile ya yule ngamia. Mara nyingine Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hukhutubia moyo, haikhutubia akili, kama katika hii aya, alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah. Hapo unahutubiwa moyo, ni khitabu kutoka kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwenda moja kwa moja katika nyoyo za waumini. Haujafika wakati, bado haujafika wakati ambao kwamba wanaposomewa dhikri ya Mwenyezi Mungu, al-Qur'an al-Karim, kunapotajwa mafunzo ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, zikawa zitakuwa ni zenye kunyenyekea nyoyo zao. Leo wangapi tunasoma al-Qur'an al-Karim, lakini hakuna athari yoyote ambayo kwamba inaonekana katika nyoyo zetu. Law anzalna hadha al-Qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati Allah. Ikiwa jabali, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala sema lau tutaiteremsha Qur'ani kwa jabali. Jabali mnalijua maumbile yake, jabali ni gumu, jabali ni zito, lakini pamoja na ugumu na uzito wake, lau itateremshiwa Qur'ani na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, basi Mwenyezi Mungu asema ungelipata ni lenye khushu'i jabali kama lile. Vipi jabali ambalo kwamba maumbile yake ni kama hivyo tunavyoona liwe litaweza kuwa na khushu'i, alafu sisi wanadamu wenye nyoyo, sisi wanadamu wenye nafsi, wenye roho,
tuwe tutashindwa kuwa na khushu'i tunapoyasoma maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tunapotajiwa mafunzo yake kutoka kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alam ya'ni, bado hujafika wakati? Utafika lini? Ila mata wa anta bil ladhati mashghulu wa anta an kulli ma qaddamta mas'ulu. Mpaka lini utakuwa washughulishwa na ladha za kidunia? Mpaka lini utakuwa uko katika ghafla? Mpaka lini utakuwa katika nisiana, ewe mwanadamu? Na wewe wajua, an kulli ma qaddamta mas'ulu, utakwenda kuulizwa kwa kila kile ambacho kwamba umekitanguliza. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakwenda kukufanyia hisabu. Bado mpaka leo, alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah. Haijafika wakati? Mpaka leo utafika lini? Na ikiwa haukufika sasa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, watarajia utafika lini? Lini tutarudi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala? In lam tatib fi taybatin inda tayyibin bihi tabati dunya fa aina tatibu. Mshairi asema, ikiwa hutakuwa mzuri Madina kwa mtume, utakuwa mzuri wapi? Mtume ambaye kwamba dunia nzima imekuwa mzuri kwa kupitia yeye, ikiwa hukuwa mzuri kwake, utakuwa mzuri wapi? Sasa ikiwa hutakuwa mzuri katika mwezi wa maghfira, ikiwa hutopata maghfira, hutorudi kwa Mwenyezi Mungu katika mwezi huu wa tauba, watarajia utarudi lini kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Alam ya'ni lilladhina amanu. Swali hili Mwenyezi Mungu anatuuliza. Sasa jawabu litatoka kwetu sisi wenyewe, ana au lam ya'ni, imefika wakati ama bado? Sisi wenyewe tumjibu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika nafsi zetu. Tutamjibu vipi? Tuangalie yale mambo ambayo kwamba tunayafanya, akhlaqi zetu, ibadati zetu tunazifanya anavyotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ama mpaka leo tunampiga vita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aya kama hii imepitia mijana dume wa kisawasawa, watu walikuwa wamezama katika maasi. Aya kama hii ikawabadilisha wakawa ni mawali wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, watu wanaopigiwa mfano katika ibada mpaka leo. Na tutataja wawili, ingawa ni wengi, ambao kwamba walipitikiwa na aya kama hii ikawabadilishia maisha yao. Wa kwanza ni Abdullah ibn al-Mubarak, mmoja katika ubad katika as-salafu salih ridwanullahi alayhim ajma'in, katika maulama na katika wachaji Mungu ambao kwamba wapigiwa mfano katika as-salaf. Abdullah ibn al-Mubarak mwenye kitabu az-Zuhd. Abdullah ibn al-Mubarak alikuwa ameshughulishwa na dunia yake. Abdullah ibn al-Mubarak kazi yake kubwa ilikuwa ni gita. Apige gita, aimbe mashairi, kama ni ya kijahilia, ni ya shuara wakati wake. Abdullah ibn al-Mubarak alikuwa atumbuize watu kwa sauti yake nzuri, hajui yani hajali yuko wapi wala yuko na nani wala kwa tumiwa nini sehemu ile alipo, yeye hamu yake kubwa nini? Atumbuize watu kwa gita. Hii ndio ilikuwa kazi ya Abdullah ibn al-Mubarak, na ndio ilikuwa nini? Kitulizo chake na kitu anachokipenda, hobi yake. Anasema safari moja amelishika gita, anatoa mashairi huku analipiga, akasikia sauti inatoka ndani ya gita. Anasema sauti inasema, alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah. Haijafika wakati kwa wale wanaoamini ama walioamini nyoyo zao zinyenyekee maneno ya Mwenyezi Mungu na dhikri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hali yake ilibadilika pale pale kwa kupitia aya hii. Asema nilipoisikia ile sauti nikasema, al-ana au ana al-awanu ya Rabb, umefika wakati ya Rabbi. Asema nilipiga lile gita na chini nikalivunja vunja, nikawacha njia ile. Kuanzia siku hiyo nikaanza kushika ibadat, nikaipa mgongo dunia, nikajikurubisha, nikarudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio yule akawa ni Abdullah ibn al-Mubarak. Angekuwa amebaki kwenye gita singejulikana, lakini akaanza kusoma, akawa ni mmoja katika maulama wakubwa, akawa ni mmoja katika at-tuqa al-ubbad wa daraja ya juu, mpaka leo anapigiwa mfano katika zuhdi yake Ibn al-Mubarak. Wa pili ni al-Fudhail ibn Iyad, moja pia katika wema na waja wakubwa wa as-salafu salih ridwanullahi alayhim ajma'in, ambao kwamba wapigiwa mfano katika ibada. Anataja Ibn Asakir katika tarikh Dimashq kisa cha al-Fudhail ibn Iyad. Al-Fudhail ibn Iyad alikuwa mmoja katika majambazi maqutta'u tariq, wenye kukata njia. Aote watu wapita njiani, awavamia, wapokonye mali yao, kama ni kuwaua, kama ni kuamaliza. Al-Fudhail ibn Iyad alikuwa ni jambazi. Na tunapiga mifano kama hii ili mimi na wewe
hatutokata tamaa, kwa sababu kuna baadhi wasema, lakini mimi nafanya madhambi fulani makubwa, kweli Mungu atanisamehe? Kuna watu wamefanya makubwa kushinda yako. Ikiwa wewe umeua, kwa mfano, kuna watu wametoa nafsi 100 na zaidi, na pengine wamekata watu vipande vipande. Ikiwa wewe umezini, kuna watu wamebaka kwa nguvu. Ikiwa wewe umekunywa tembo chupa moja, kuna watu wamekunywa maelfu ya chupa. Watu wamefanya zaidi yako. Kwa hivyo usikate tamaa kurudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yuko tayari wakati wote kukubali. Al-Fudhail ibn Iyadh, jambazi mkubwa mwenye kukata watu, mwenye kukata watu, anakwenda siku moja, yuko katika kazi yake, jioni usiku, anapita kijakazi mzuri, akampenda, akawa anamfuata, akamwona katika ile nyumba aloingia, akaamua aruke ukuta ingie katika ile nyumba. Alipokuwa anaruka ama yuko katika ukuta na upanda, kabla ya kuruka upande wa pili, asema nikasikia sauti inasema, alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah, haijafika wakati kwa wale wenye kuamini nyoyo zao zinyenyekee kwa dhikri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Asema nikasema, ana al-awanu ya Rabb, imefika ya Rabbi wakati. Asema pale nikarudi nyuma, nikawacha ile kazi nilokuwa nikiifanya, nikatubia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo aya kama hii, ikhwatal imani wal islam, iligeuza majambazi wakubwa, iligeuza watu ambao kwamba wamezama katika shahawati zao za kidunia, ikawafanya ni wachaji Mungu, ikawaregesha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa nini mimi na wewe isitugeuze? Hebu tumjibu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, imefika ama haijafika? Na ikiwa haikufika sasa, itafika lini? Ikhwatal imani wal islam, tumekuwa tunaangalia madhambi, wengine tunayafanya makubwa ni madogo, wengine yale madogo hatuyashughulikii. Mtu anakwambia hii ni katika lamam, nikifunga Jumatatu na Alhamisi nitasamehewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumekuwa tumefika daraja tunayadharau yale madhambi. Kweli tutafika kurudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? As-salafu salih walikuwa wakiogopa madhambi madogo, bali ilifika daraja wakawa sio madhambi, mambo ambayo kwamba yanawatia wasiwasi tu yasijakawa ni madhambi, wakiogopa. Ilifika daraja baadhi ya salaf walikuwa wakiogopa, wakiona kama wamefanya madhambi, kama amekunywa maji bila nia, maji tu. Leo nani katika sisi yuanywa maji na nia? Lini umekunywa maji ukasema, ya Rabbi, nanywa maji na nia yangu ya kunywa haya maji nipate nguvu nifanye ibada kwa ajili yako? Nani yuanywa maji kwa nia katika sisi? Hakuna. Lakini imefika daraja wakati katika salafu salihu, mtu akikosa nia katika kunywa maji, anaona kama amefanya madhambi, anaanza kuleta istighfari mara kadhaa. Imefika wakati baadhi ya vitu vidogo vidogo walikuwa wakiogopa, wakiona hivi ndio vitakwenda kuvututia katika nini? Katika moto wa Jahannam. Sisi tutafanya makubwa wala hatutingishiki. Sufyan ibn Uyayna, mmoja katika salafu salih, katika maulama wakubwa wa salaf, Sufyan ibn Uyayna, huyu bwana anaitwa Qadhi al-Qudha, kadhi wa makadhi. Na ameitwa hivi kwa sababu inasemekana hakuna hata siku moja alitoa hukumu ya kimakosa. Sufyan ibn Uyayna alipokuwa anakaribia kufariki, alikuwa analia. Wanafunzi wake wamemzunguka, wanamwambia, ya Imam, nini kinakuliza? Ya Imam, tarehe yako tunaijua, hakuna siku umemdhulumu mtu katika kadhaa, hakuna siku umeamua kesi makosa, nini kinakuliza? Imam anamwambia, kuna mauqif ilinipata, naogopa asije Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akanitia katika moto kwa sababu ya mauqif kama hayo. Wakamwambia, ni mauqif gani ya Imam? Akamwambia, niliitwa safari moja kwa Harun al-Rashid, khalifa katika makhulafa wa daula ya al-Abbasiyuna. Asema niliitwa kwa khalifa Harun al-Rashid, kuna kesi kati ya nani na nani? Khalifa na mtu wa kawaida, tena sio mtu wa kawaida peke yake, ni dhimmi, si Muislamu, ni mtu tu anaishi katika nini? Daula ya Kiislamu. Asema kesi kati ya khalifa Harun al-Rashid na nani? Na dhimmi. Asema nikaenda kutatua ile kesi, nikaamua kuwa usawa ni wa nani? Yule dhimmi na khalifa Harun al-Rashid ndiye mkosa, yani akampa haki yake yule bwana. Sasa wale wanafunzi wakazidi kushangaa, wakamwambia, ya Imam, sasa ikiwa hukumdhulumu dhimmi,
Kwa nini sasa waogopa? Kwa nini walia? Akawaambia, nilipokuwa naingia katika kasri ya Harun al-Rashid, moyo wangu ulilemea upande wake. Moyo wangu, angalia anakwenda wapi? Kwenye moyo wangu kidogo ulilemea upande wake, kwa kuwa yeye ni khalifa, kwa kuwa yeye ni Muislamu. Asema naogopa kwa kule kulemea moyo, ingawa nimempa haki yake yule bwana baadaye kwenye kesi, lakini naogopa kwa kulemea moyo wakati wa kuingia katika kasri ya Harun al-Rashid, asije Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaja kaniadhibu. Angalia namna gani watu walivyokuwa wanaogopa al-lamam, namna gani watu wanavyoogopa madhambi madogo ambapo kwamba sisi pengine tutaona hilo ni kawaida tu, na mwingine pengine enda kahukumu haki ni ya yule khalifa kwa kuwa yeye ni Muislamu pengine, ama yeye ni kiongozi, huyu atokomea, atakapotokomea hatuna haja naye wala hatumzingatii. Alam ya'ni lilladhina amanu, haijafika. As-Sariyu Saqati, mmoja katika as-salafu salih ridwanullahi alayhim ajma'in, mjombake al-Junayd. As-Sariyu Saqati alikuwa ni mfanyabiashara, ana duka sokoni. Safari moja amefunga duka lake, akaenda kukaa katika barza, anafanya kazi yake ya da'wa. Alikuwa anafanya biashara zake na da'wa yake hapo wakati mmoja. Siku hiyo amekaa kando, akasikia sauti, watu wananadi, wanasema sokoni kumeungua, kumewaka moto. Kama mwanadamu ana duka lake kule, akaondoka pale, anaenda sokoni, anaelekea kwenda kuangalia duka lake limeungua, mali yake amesalimika ama la. Akifika njiani anapatana na bwana, amwambia abshiri ya Sari fa inna dukanaka qad naja, chukua bishara nzuri ewe Sari, duka lako halijaungua, halijaguswa, vitu vyote viko salama. As-Sariyu Saqati pale pale akasema alhamdulillah, na kisa kimetajwa na Imam Dhahabi katika Siyar A'lam an-Nubala. Pale pale akasema alhamdulillah, amshukuru Mwenyezi Mungu, mali yake imesalimika. Lakini angalia maana yalivyokuwa ni nani. As-Sariyu Saqati asema nilikaa miaka 30 naleta istighfari na muomba Mwenyezi Mungu msamaha kwa sababu ya kusema ile alhamdulillah ya mara moja. Alhamdulillah ile niliyotamka mara moja, asema nimekaa miaka 30 na muomba Mwenyezi Mungu msamaha kwa sababu ya ile alhamdulillah moja. Pengine ikiwa ulikuwa hujasikia hichi kisa, unaweza kumkufurisha Sariyu Saqati, ukasema vipi mtu akae kuleta istighfari kwa sababu ya alhamdulillah tena ya mara moja. Mmoja akamuuliza, kwa nini ya imamu nafanya hivyo? Akasema kwa sababu nilipopewa ile habari nilijiangalia nafsi yangu peke yake. Ndugu zangu Waislamu, kuna walochomeka. Ndugu zangu wapo ambao kwamba mali yao yameungua, wamepata mahasara. Sikumjali yoyote, nimeijali nafsi yangu, ninaogopa kitendo kama hichi kisijekawa ni madhambi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaenda kunichoma. Kwani kusema alhamdulillah kusalimika vitu vyako ni madhambi? Si madhambi. Lakini kwa kuwa hakujali ndugu zake wakati ule, pale alipopewa ile habari, baadaye alienda, lakini pale alipopewa ile habari haikumjia fikra kwa kuna ndugu zake wamechomeka, kuna mali yao yameungua. Asema nimekaa miaka 30 naleta istighfari. Sisi kwa madhambi ya uhakika ambayo kwamba tunafanya siku zote, tunaleta istighfari mara ngapi? Mtume sallallahu alaihi wasallam akileta istighfari mara 70, katika riwaya mara 100 kila siku. Innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yawmi 70 marra. Hadithi katika sahih Muslim, hadithi al-Agharr al-Muzani. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema innahu la yughanu ala qalbi, moyo wangu hupatwa na ghain. Ghain katika lugha ya Kiarabu ni al-ghaimu ar-raqiq, ni kiwingu kepesi, ndo maana ya ghain, kama alivyoulizwa al-Asma'i akajibu hivyo. Asema moyo wangu hupatwa na kiwingu kepesi. Asema thumma inni la astaghfirullah 70 marra, kisha humomba msamaha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mara 70. Mara 70 asema namuomba msamaha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ili isifahamike kuwa kiwingu kile kinachopata moyo wa mtume ni kiwingu cha madhambi. Ghaini pale sio ghainu aghyar, ni ghainu anwar kama wanavyosema wanazuoni. Ghaini iliyokusudiwa pale kile kiwingu, mtu asije akaona kuwa ni kiwingu cha madhambi. Mtume akifanya madhambi moyo wake hufinikika na kiwingu kile mpaka lete istighfari ndikiondoke. La,
Kiwingu viko sampuli mbili viwingu. Kuna ghainu aghyarin na kuna ghainu akhyar. Kuna kiwingu cha wema na kuna kiwingu cha waovu. Tofauti nini? Kiwingu cha waovu ni kiwingu cha maasi. Mtume hana maasi, mtume ni maasum sallallahu alaihi wasallam, mtume hana madhambi. Inni la akhshakum lillahi wa atqakum lahu. Mwenye anasema mimi ndo mwenye kumwogopa zaidi Mwenyezi Mungu na ndo mwenye takwa zaidi kushinda nyote nyinyi. Mtume ni maasum sallallahu alaihi wasallam. Ile ilikuwa kwake ni ghainu akhyar, ni kiwingu cha wema. Nini maana ya kiwingu cha wema? Ni kwa mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa kila siku zikienda mtume akizidisha ibada, akiangalia ibada zilizokuwa kizifanya siku zilizopita na ziona ni kidogo, ni chache, niongeze mimi. Allah subhanahu wa ta'ala anahitajia ama anastahiki ibada zaidi. Mwenyezi Mungu hahitaji ibada, anastahiki ibada zaidi ya hizo. Sasa mtume sallallahu alaihi wasallam akiona yale aliyokuwa akifanya mwanzo kwake, akiona ni kama makosa yale, kwa hivyo analeta istighfari kwa mapungufu ya ibada, sio kwa kufanya madhambi. Analeta istighfari kwa kuhisi amefanya mapungufu ya ibada katika siku zilizopita. Walal akhiratu khairun laka min alula, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika Al-Qur'an Al-Karim. Hali yako ya mwisho sio akhira, hali yako ya mwisho ni nzuri kuliko ya mwanzo. Kila ukienda wazidi kutaraki, kila ukienda unazidi kupanda daraja. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema analeta istighfari mara 70 kwa siku, na yeye ni maasumi. Mimi na wewe wenye madhambi tunaleta istighfari mara ngapi? Imefika daraja mpaka baadhi ya maulama wanasema istighfaruna yahitaji ila istighfar. Hata zile istighfari zetu zimekuwa zinahitaji istighfari pia. Maana mtu ileta istighfari, pengine kuna watu mbavuni mwake ileta kwa sauti mtu ajue kuwa yeye aleta istighfari. Kuna wengine waleta istighfari ili afanye makosa, anajua haya makosa anaenda kuyafanya, atanguliza istighfari kwamba astaghfirullah, lakini nitakutukana. Hujamtukana, watanguliza astaghfirullah. Hiyo istighfari yako yenyewe yahitaji istighfari. Istighfaruna yahtaju ila istighfar. Kwa kuwa tumekosa istighfari na istighfari zetu zenyewe zimekuwa ni za makosa, tumejaa madhambi na kurudi kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hatutaki. Alam ya'ni lilladhina amanu, haijafika wakati? Khitabu hii ndugu yangu Muislamu, Mwenyezi Mungu anakuuliza haujafika, utafika lini? Kwa hivyo kuanzia hapa leo katika majlis kama haya, katika hii nyumba ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, tufanye i'lani ya tauba. Tuamue, tumwambie Mwenyezi Mungu ana al-awan, umefika ya Rabbi wakati. Ya Rabbi umefika wakati wa kurudi kwako. Ya Rabbi umefika wakati wa tauba. Ya Rabbi madhambi tulikuwa tukiyafanya tutayawacha insha Allah. Uchafu ambao kwamba tulikuwa tunauangalia, leo lilasafi shadid mambo yote yako mkononi. Zamani mtu mpaka apate tabu aende kutafuta, lakini siku hizi kuna simu. Chochote ukitakacho wewe ukiingia kwenye internet utakiona. Mwenyezi Mungu atuambia waja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Mwenyezi Mungu amewapa masikizi, amewapa macho, amewapa vifua, mioyo, la'allakum tashkurun. Lengo ni nini? Ili mpate kumshukuru. Sasa Mwenyezi Mungu amekupa macho ili umshukuru. Kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema ya macho ni kwenda kuangalia picha chafu. Kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema ya masikio ni kwenda kusikiza usabasi ama kwenda kujasusi. Kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema ya kifua ni kwenda kukichafua kifua chako kwa madhambi. Mwenyezi Mungu akupa neema ya macho la'allakum tashkurun, ili mpate kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Leo wangapi katika simu zao wana picha na filamu ambazo kwamba ni za uchafu, aflamu ibahia vijana wanazo katika simu zao, uchafu wote uko katika mikononi mwao. Ndio shukrani ya macho hiyo? Alam ya'ni lilladhina amanu, tutangazeni tauba kuanzia hapa. Picha chafu zote zilizoko katika masimu zikafutwe, zisiingie tena katika simu zetu. Mawaka ibahia, zile website chafu chafu pia tusiingie. Tutangazeni tauba kuanzia hapa. Alam ya'ni lilladhina amanu, tumwambie ya Allah ana al-awan, umefika wakati ya Rabbi, sisi hatutakwenda tena katika hayo. Kipatikana hivyo ndio itapatikana tauba ya kisawa sawa, ndio hali yetu itasilihi, ndio mambo yatakwenda vizuri. Lakini majumba yanaingia picha chafu, hakuna baraka yoyote ambayo kwamba itaingia ndani yake. Moyo ambao kwamba unachafuka, haupati kumshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, utabaki hivyo hivyo, hautakuwa na hali nzuri. Ikiwa majambazi waligeuka hali zao wakawa ni waja Mungu wakubwa, kwa nini na sisi tusigeuke?
tukawa karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo tuwe na zile nikati tatu za tauba. Mwanzo wa tauba ni al-ilm, ni elimu. Jua hali yako wewe, jua kwanza upo wapi. Upo katika dunia. Dunia haina uzani wote kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hapa tupita njia, makusudio ni huko akhira. Hapa tupita njia. Kwa hivyo njiani kusikushughulishe kuliko huko unapokuelekea. Hili jambo la kwanza. Na ujue kwa maasi yanakuchafua na yatakupelekea pabaya. Ukishapata ilmu, ukajua hali yako, basi moja kwa moja itaanza kusilihi. Pili, utakwenda katika nukta ya pili ambayo kwamba ni hali. Uwe na hali ambayo kwamba itakuwa ni yenye kubadilika baada ya kujua. Leo ukiwa humjui mtu, kwa mifano yetu ya kijamii ya kawaida, ikiwa humjui mtu utamkabili kawaida, lakini baadaye ukiambiwa mtu huyu ni mwanachuoni mkubwa katika elimu fulani, ana daraja hii na vile, mara nyingine ukija kumkabili utamkabili kama mwanzo, utomkabili kwa kuwa tayari umejua darajati zake. Ni mwanadamu wa kawaida. Sasa Allah Subhanahu wa Ta'ala kuhitajika elimu kwanza, ujue kwa yeye Allah ni Allamul Ghuyub. Kile unachokifanya anakijua, na kila ambacho kwamba unakifanya utakwenda kufanya hisabu na yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Uwe na ilmu kwanza, ujue kwa hapa tupita njia tuenda akhera. Ukishakuwa na elimu, hali yako itabadilika, itapatikana hali sasa nzuri. Yule bwana mmoja alikwenda akamfuata shekhe, akamwambia ya shekhe, mimi nataka kutubia, Mwenyezi Mungu atanikubali kweli? Akamwambia atakubali, Mwenyezi Mungu arudishi mtu. Akamwambia lakini hakuna maasi ambayo kwamba mimi sijayafanya. Akamwambia atakukubali hivyo hivyo. Akamwambia mimi nimefanya ambayo kwamba hajafanya na yote mengine. Akamwambia namna utakavyokuwa umefanya, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakukubali maadamu umeamua kikweli wataka taubatan nasuha. Yule bwana akafurahi kwa atakubaliwa tauba yake, akaondoka huko na furaha. Lakini akifika mlangoni pale, sura zilibadilika, akawa anarudi kwa shekhe. Shekhe akamshangaa, umeondoka sasa hivi na ibtisamu, umeondoka wafurahi kwa utakubaliwa tauba yako, mbona umerudi? Amwambia shekhe, nataka kuuliza swali, nilipokuwa nayafanya yale madhambi Allah alikuwa ananiona? Hali shabadilika, ashapata ilmu sasa, ashajua kwa Mwenyezi Mungu yale madhambi ambayo kwamba alikuwa atakwenda kumfanyia hisabu aweza kumsamehe ikiwa ameamua kutubia. Hali imeanza kubadilika. Amwambia shekhe, madhambi nilikuwa nikiyafanya Allah Subhanahu wa Ta'ala alikuwa anayaona? Akamwambia naam, alikuwa anayaona. Pale pale alipiga uyowe akafa. Namna alivyokuwa ameathirika, asema nitakwenda kumkabili vipi Allah Subhanahu wa Ta'ala na mimi ndo hali yangu ni nilikuwa nikiyafanya yaona, nitakuwa na sura gani kwenda kumkabili? Mmoja katika salafu salih anasema wa sawata wa in ghufira li, nimeangamia mimi hata kama nitasamehewa, nitakuwa na sura gani mimi kwenda kumkabili? Hata kama Mwenyezi Mungu atanisamehe madhambi yangu, mimi nitakwenda kumkabili kwa sura gani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na tayari nishajichafua. Kwa hivyo hali inabadilika baada ya kupata elimu. Baadaye nukta ya mwisho inakuja ni adnadam, kujutia. Kujutia yale uliyofanya, urudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, utangaze tauba kwa ya Rabbi, mimi sitoyarudia tena insha Allah. Na ukiteguka umerudia tena, ni mwanadamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala apenda wenye kurudi kwake. Inna Allaha yuhibbu at-tawwabina, hakusema at-taibina, ameleta kwa mubalagha, kwa mara nyingi. Inna Allaha yuhibbu at-tawwabina, Mwenyezi Mungu apenda wenye kukithirisha tauba. Umeteguka rudi, umeteguka rudi, umeteguka rudi. Inna Allaha yuhibbu at-tawwabina. Sasa Mwenyezi Mungu anapenda wenye kuleta tauba kwa wingi. Hutaki kuingia katika wenye kupendwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Mwenyezi Mungu anapenda, hatutaki. Bila shaka sote tutaka. Anasema al-Haqq Subhanahu wa Ta'ala, qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, waambie enyi waja wangu ambao kwamba mmezifanyia israfu nafsi zenu, mmefanya madhambi mkazichafua nafsi zenu, la taqnatu min rahmatillah, msikate tamaa na rahma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wakati wowote mtakaporudi atawakubali. Angalia khitabu inakwenda kwa nani? Mwenyezi Mungu anazungumza na nani? Kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim, anazungumza na wale waliozifanyia israfu nafsi zao, wale waliozama katika madhambi, ndio Mwenyezi Mungu anazungumza nao. Kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim, anawaambia la taqnatu min rahmatillah, msikate tamaa. Nani? Wenye kufanya madhambi. Sasa wale ambao kwamba
hawafanyi, wale ambao kwamba wamerudi kwa Mwenyezi Mungu walileta tauba, ataa yao kutoka kwa Mwenyezi Mungu itakuwa ni kiasi gani? Kwa hivyo ikhwata al-imani wal islam, kuanzia katika hapa sehemu tulipo leo katika hii nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tutangazeni tauba, turudini kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tumwambie ya Rabbi tuepushe na kila kinachochafua majumba yetu. Ya Rabbi, kuanzia leo inshallah madhambi hatutoyakaribia, na ya Rabbi utuhifadhi tusiingie katika madhambi ya Rabbi. Allahumma arzuqna tawbatan nasuha tahirna biha jisman wa qalban wa qaliban wa ruha. Allahumma arzuqna tawbatan nasuha tahirna biha jisman wa qalban wa qaliban wa ruha. Allahumma arzuqna tawbatan nasuha tahirna biha jisman wa qalban wa qaliban wa ruha. Assalamu alaykum wa rahmatullahi.